enda kujibu na atafurahi sana kukujibu. Mimi naitwa Nandez na nipo na George Ambangile kwa mara ya kwanza katika channel yetu pendwa ya United Redverse. Mzee, karibu sana. Asante sana, shukrani. Sawa, nashukuru sana kwa muda wako. Najua una shughuli nyingi, lakini tunashukuru kwamba angalau umepata nafasi hii fupi ya kuweza kujiunga nasi leo ili kuweza kuongea mambo mbalimbali kuhusu klabu yetu pendwa. Wewe ni mchambuzi wa soka nguli kabisa, lakini pia jambo zuri ni kwamba wewe pia ni shabiki wa klabu yetu pendwa ya Man United. Kwa hiyo inakuwa rahisi kutupa insights nzuri kidogo, kwa sababu angalau ni klabu ambayo unaifuatilia ukichana kazi, lakini pia ni klabu ambayo unaifuatilia vizuri. Kwa hiyo tumefurahi sana kuwa nawe leo hapa. Sawa, kwa hiyo jambo la kwanza ambalo ningependa tuanze nalo moja kwa moja, ningependa kwanza tuangalie kidogo kwa kifupi, unieleze baada ya mwaka mmoja Ruben Amorim, siku 4 zilizopita ametimiza mwaka mmoja akiwa kama kocha mkuu wa Manchester United. Wewe binafsi kama mchambuzi nguli, lakini pia kama mashabiki wa Manchester United, unaweza kuanalyze vipi mwaka mmoja Ruben Amorim ndani ya Manchester United? Kwa muktadha wa jinsi alivyoikuta timu na mpaka sasa hivi, nafikiri mwanzo wa msimu haukuwa mzuri, kwa sababu haitakiwa aanze kupimwa kuanzia msimu. Nafikiri katika mechi kama 5-6 zilizopita kidogo ndio kuna matumaini fulani hivi yanaonekana, lakini ukisema overall kwa jinsi alivyoikuta United mpaka sasa, bado unaona kuna kazi nzito sana nyingine ya kufanywa. Kwa Ruben Amorim mwaka wake wa kwanza, unaweza kusema kwamba personally nafikiri sijaona maboresho makubwa sana, na ukiniambia nina confidence ya kutosha sana kwamba kutakuwa na mabadiliko zaidi ya hapo, kidogo natakiwa unishawishi sana kweli kweli mpaka niamini hivyo. Kwa sababu tangu mechi yake ya kwanza mpaka sasa hivi tunavyoongea, nikisema mimi ni highlight matatizo, mapungufu, labda niaweke kwa lugha hiyo, mapungufu ambayo yalikuwepo tangu mechi yake ya kwanza mpaka sasa hivi, bado nayaona yako vile vile. Ni mapungufu ambayo yanajionesha kabisa wazi wazi, pengine hayahitaji mchambuzi wa level kubwa sana kuyaona, na kitu ambacho kinanipa wasiwasi, kwa sababu ilihitaji yani mtu ambaye mwenye uelewa mkubwa ndo aone mapungufu. Lakini ukiona tu yanaonekana hivi waziwazi, yani kuna mashaka, hasa ukizingatia ligi ambayo anafundisha. Ni ligi ambayo sio tu zile timu kubwa, ni ligi ambayo inamiliki makocha wazuri, wachezaji wazuri, ligi ambayo ina operate katika level ya hali ya juu sana. Kwa hiyo kila mechi inakuwa ni mechi nzito kweli kweli, bila kujali unacheza na nani na uwanja gani. Kwa hiyo kusummarize tu, kwangu mimi naona kuna mwanga kidogo umeanza kuonekana katika hizi mechi 5-6 zilizopita katika mwaka wake mzima. Maana yake hapa kwa lugha nyepesi ni kwamba katika mwaka mzima tangu ametoa Man United, ni mechi kama 5 au 6 hivi tumeanza kuona angalau kidogo kuna matumaini. Kwa hiyo maboresho yanahitajika kwa ukubwa sana. Asante sana. Umezungumzia hapo kwa kifupi kama kuna mapungufu ambayo yanakana kuwa wazi kabisa kwa mtu ambaye hata hahitaji kuwa na knowledge kubwa sana anayatambua. Ni kabisa kwamba ikiwa hivi, maana yake ni kwamba hata timu pinzani itakuwa ni rahisi kuona hayo mapungufu na kuyatumia. Ukisema kwa kifupi, mapungufu ya aina gani haya ambayo unayaona moja kwa moja? Wewe kwa bahati mbaya sana, unajua mara nyingi kocha anapokuwa mpya, anapotoa katika klabu yoyote, tulete alone Man United, kuna mahala ambapo mtu anakuwa anaanzia, unaanza kuona anaanza kuweka tofali moja baada ya lingine mpaka unaona kitu kimekamilika, na unakuwa unasema kabisa bwana, hii timu nguvu yao iko hapa, sehemu nyingine wataenda kuboresha. Sijui hata kwa mashabiki wa United saizi ambao wanaangalia hapa na kusikiliza, mimi binafsi hata nikiuliza waniambie Man United wako bora katika sehemu gani. Yani unajua kuna yule mtu unasema bwana Nandez, he is good at something, yani kitu fulani ndo bora sana, mzuri sana kwenye kucheka, kwenye kuongea kwa sauti, siji kwenye yani unakitafuta kile kimoja ambacho huyu bwana mzuri kwenye hiki. Na ukitafuta saizi Man United, we are not good katika build up, sio bora katika build up yetu iko suboptimal, yani ni ya chini sana. Ni rahisi sana kudili na build up ya Man United kulinganisha, achana na Liverpool, Arsenal, Man City, achana hata na matimu makubwa. Nenda hata katika hizi timu za mid table jirani, timu nyingi sana zimetuzidi hata kwenye build up.
Brighton, Aston Villa, sijui nani, Newcastle. Wametuzidi hata kwenye build up ya United ni rahisi sana kukabiliana nayo. Na hii imetokea kuanzia mechi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne ulikuwa unasema labda ndo amefika nini, lakini mpaka sasa hivi we only go long. Yani kila tukipata tunaenda mipira mirefu tu. Ukisema build up ya United, center back ana invert kwenye midfield. Aliwahi kuulizwa Amorim sababu ya center back mmoja kuingia kwenye kiungo ili kuclear lile eneo goalkeeper awe na sehemu kubwa sana. Kwangu mimi katika Premier League mimi kufanya hivyo kidogo kwangu mimi inakuwa ngumu sana kuelewa. Na United wakifanya build up, wing back wako chini, wako low. Kwa hiyo opposition wingers ni rahisi sana kwenda kujump kwa wale wing backs wawili. Kwa hiyo unakuta United wana wachezaji wengi nyuma lakini bado wanashindwa kutoka vizuri. Kwa hiyo inabidi goalkeeper apige mipira mirefu. Tangu Onana, Altay, sasa hivi amekuja Lamins, wote wanapiga mipira mirefu. Tunategemea zaidi zile knockdown katika second balls. Kwenye pressing, United atupress vizuri, easy kudili na pressing ya United. Ukitaka kukabiliana na pressing ya United ni rahisi sana, tumia opposition fullbacks. Fullbacks wale wa timu pinzani wakistretch uwanja vizuri, wale watatu wa juu wa United, awe Mbeumo, Kunya, labda Sesko, wana press wakiwa narrow mno. Wakiwa narrow mno, wingbacks wa United wako chini. Maana yake kuna gap kubwa sana kwa fullback wa timu pinzani. Kwa hiyo wewe angalia wapinzani wote wanaokutana na United, wakicheza tu pembeni, wamemaliza pressing ya United kwa sababu wanaenda out afu wanakuja in. Wana access vizuri sana central midfield ya kwetu kwa kutokea pembeni. Kwa hiyo kwenye build up tuna tatizo, kwenye pressing tuna tatizo. And then kwenye kusustain pressure, basi hata tukiwa tunakaa na mpira, tuna control. Katika mechi ambazo United wameshinda vizuri ni mechi ambazo tumekuwa na wastani mdogo wa umiliki mpira, average possession. Mechi ambazo tumepata matokeo mengi mabaya ni mechi ambazo tumemiliki zaidi mpira. Kwa hiyo a top team kama Man United ukimiliki zaidi, ukicontrol mchezo unatakiwa ushinde. Man City, Liverpool, Arsenal, they do that. Barca, Bayern Munich, yani a top team ukimiliki mchezo sio mara zote lakini mara nyingi watakiwa ushinde mchezo. Lakini United imekuwa vice versa. Maana yake ni kama vile, I hate it to say, lakini kama vile tumekuwa kama a mid table team. Yani timu ambayo mara nyingi haikai na mpira ndio inashinda zaidi mechi. Na timu nyingi sasa zinafanya hivyo. Kipindi ambacho tumekuwa katika ubora wetu, teams zinakuja Old Trafford zinapaki basi alafu ndio zinashinda mechi. Lakini sisi tumekuwa sasa hivi ndio vice versa. Tukiwa tunamiliki anga dhidi ya Liverpool tumemiliki mpira kidogo, tumeshinda. Chelsea kwa sababu walikuwa pungufu. Mechi nyingi sana ambazo tumecheza tumekuwa na wastani mdogo wa possession. Hata msimu uliopita tulivyotoa Arsenal kwenye Carabao na Carabao FA, kitu kama hicho. FA tulikuwa na umiliki mdogo sana, sawa. Hata kabla ya kadi nyekundu tulikuwa na umiliki mdogo sana wa mpira, tukashinda. Mechi na Man City msimu uliopita Etihad tulikuwa na umiliki mdogo wa mpira, tumeshinda. Mechi na Liverpool Anfield 2-2, umiliki mdogo wa mpira, sare. Yani the game ambazo tumecheza vizuri. Kwa hiyo pia hata kusustain pressure hatuwezi vizuri kudumisha mashambulizi dhidi ya mpinzani. Kwa hiyo unachagua hayo ni maeneo matatu ambayo a top team unatakiwa at least uwe vizuri: build up, pressing, sustain pressure, kudominate mchezo. Nafikiri ni maeneo ambayo bado hatuja improve tangu ametua mpaka sasa. Kwa hiyo mwingine anaweza akasema ni personnel issue, wachezaji pengine. Msimu huu kumekuwa na hiki ambacho tunakisema kila Casemiro akitoka United wanasafa. Kwa hiyo can you imagine kwenye central midfield tuna mapungufu. Tunaongelea Casemiro ambaye miaka 30 na miaka 33. Miaka 33. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye tunasema akitoka tu timu nzima ya United inaparanganyika, inakuwa ovyo kabisa. Kwa maana yake hatuna wachezaji wengine kwenye eneo kama lile, mtu ambaye anatafsiri eneo la holding midfield ama defensive midfield player, whatever ambao unaweza kaita. Kwa unaweza kusema personnel issue, lakini mimi kwangu mimi nafikiri bado kwenye structure Amorim bado ana chumba kikubwa sana cha kuimprove. Wengi ambao wananifuatilia mimi mitandaoni wanaamini na labda na shida na kocha. Mi kwanza tu tangu nimeanza kazi yangu hii hakuna sehemu na haitatokea mpaka naacha hii kazi. Sio tu kocha United, kocha timu yoyote ile kusema kocha fulani afukuzwe. Yani siwezi kusema kwa sababu najua kazi jinsi ilivyokuwa ngumu. Lakini wewe pia si ni kocha, unajua kazi ya kocha alivyofundisha. Kesho
Kesho kutwa nitakuwa hapa. Mimi ninachohitaji tu ni kuboresha na wala pia sitaki abadilishe mfumo. Mimi personal sio muumini wa back 3, lakini haimaanishi na uchukia. Yaani ni sasa mtu kusema napenda rangi nyeusi haimaanishi rangi ya blue ni mbaya. Kwa ni kama mimi sipendelei back 3, lakini simaanishi kwamba mbaya, na wala sitaki abadilishe. Nataka iboreshe hiyo, kwa sababu bado unaweza ukaiboresha back 3 hiyo ikawa superior. Kwa yeye vile anavyoamini. Mimi leo hii sitaki nikae hapa nimwambie Amorim badilisha unachokiamini. Mimi ninachohitaji afaniki. Hata akiamua Bruno acheze center back, I don't care as long as timu inakuwa imara, inakuwa competent bila mpira na tukiwa na mpira vile vile. Nafikiri umeweka kirahisi sana, imeeleweka vizuri. Unajua kuna maeneo ambayo ni ya muhimu sana kama nilivyosema kwenye build up, kwenye pressing na kufanya pressure, kitu ambacho lazima tuwe na nataka nikuuliza hilo, lakini umeshalijibu kwamba kuna mechi nyingi ambazo tunaona tumecheza vizuri sana. Watu wanajiuliza mbona tunaona tumecheza vizuri mechi fulani, tunamiliki mpira lakini hatushindi, alafu mechi fulani ambazo mechi fulani ambazo yani kwamba mechi fulani mbona kama tumepoteana hiyo alafu tumeshinda. Yani shida inakuwa wapi? Kwa sababu timu ambayo ina perform vizuri ni ile ambayo ikiperform vizuri tunategemea ipate matokeo, kama kinyume. Kwa hiyo hiyo inaonekana ni shida. Wengine wanasema kwamba labda kuna mechi fulani ambazo tunazikamia na sio swala la timu ya structure kushinda. Unaonaje hilo? Kwa sababu kuna mechi nyingine ambazo tumeshinda kweli. Watu wengine wanasema ni mechi ambazo sio kukamia, ni mechi ambazo tumemkabidhi mpira mpinzani. Tumekubali. Yes, kwa nafikiri kama kuna kitu tunataka tukakichagua ambacho kidogo kinaonekana ni utambulisho wetu, ni pale ambapo tunamkabidhi mpira mpinzani. Pale tunakubali kuwa wa pili. Yes, kuwa wa pili. Na ni kwa sababu aina ya wachezaji tuliokuwa nao. I mean Bruno Fernandes ni vertical player. Mbeumo, Mateus Cunha, Benjamin Sesko. Kwa hiyo inaonekana kama tukiwapa mpira watu afu sisi tucheze kwenye break, kwenye counter, kwenye transition, tunaonekana tuko imara sana. Lakini this is Manchester United. Tuwezi kufanya hivyo kwa muda mrefu sana. Na nampa benefit of doubt. Huu ndo msimu wake wa kwanza full. Lakini mimi natamani kuanza kuona ramani fulani inaanza kujengeka taratibu. Sina pressure naye sana. Siwezi kukaa hapa na kumwambia Amorim nahitaji taji la Premier League. Nahitaji umalize nafasi ya pili kwenye Premier League. I mean nitakuwa the most stupid person ever. Yani kwa timu alipoikuta sio realistic of course. Sio realistic. Mimi ninachohitaji ni kuanza kuona tu ile ramani fulani. I don't care hata tukimaliza nafasi ya 6 7. Nataka kuona progression fulani katika vitu ambavyo vya msingi. Kwamba wachezaji wanajua role zao uwanjani, wachezaji wanakuwa comfortable, kuprofile mchezaji vizuri. Yani kumtumia mchezaji eneo ambalo una limit ceiling yake, una limit ability yake, kwangu mimi kuna shida. Mimi kwa mfano hivi karibuni kumtumia Mateus Cunha kama namba 9, I don't like it. Kwa sababu nafikiri kama vile na mara zote nafikiri hajafanya kazi. Mara zote hajafanikiwa. Una limit ability yake. Bryan Mbeumo ana operate vizuri sana akiwa right sided number 10. Dhidi ya Spurs tumemtumia left sided number 10. Una limit pia. Bruno Fernandes arguably our best player. Siamini kama is better kwenye central midfield, lakini pia kwa huu muundo kwa bahati mbaya sana, he is our talisman. Ndio mchezaji wetu bora kabisa. No question. Of course msimu anaweza katokea yoyote yule akawa mchezaji bora wa United, Mateus Delite, Lames, Mbeumo, nani yoyote yule. Lakini Bruno yani ni guarantee go to man wa kwetu, tukimhitaji katika mazingira magumu anasimama na kuhesabiwa. Lakini kwa bahati mbaya sana huu muundo tunaotumia sasa hivi hatuwezi kupata ubora wa Bruno Fernandes. I mean that's weird. He's our best player. I mean kwa hali ya kawaida you build a team around him kutokana na sifa zake. Bruno amecheza best football chini ya Ole Gunnar Solskjaer. Guess what? Solskjaer alikuwa anamtumia wapi? Chini nyuma ya striker. As a number 10, ana striker juu yake, ana wide players kushoto na kulia, ana 2 sitting midfielder nyuma yake. Kwa hiyo yani he can do anything, anakuwa karibu na goli. Na ndio maana alikuwa ana numbers za hatari sana, sababu anakuwa karibu na goli. Anakuwa na uhuru wa kutengeneza nafasi, lakini B anaweza akafanya runs beyond the striker, kupita na kwenda kumalizia moves. Ndio maana alikuwa anafunga na kuassist sana. Na kwa huu muundo inatakiwa atumike sana kama central midfield player. Anacheza vizuri by the way, ni kwa sababu ni quality footballer.
lakini nafikiri kama kuna baadhi ya moment katika mechi huwa zinatokea, anaenda mbele, anakuwa karibu na goli, anatengeneza danger. Mechi na Chelsea alifanya run akaenda kumalizia nafasi. Mechi na Spurs alisogea akapiga pasi fulani hivi kwa Mbeumo, alikuwa offside. Kuna mechi ambazo unamwona anasogea karibu na goli. Dhidi ya Liverpool, pasi aliyopiga kwa Maguire alikuwa karibu na goli. Hata msimu uliopita pasi aliyopiga kwa Lisandro Martinez alikuwa karibu na goli. Kwa kuna kila ushahidi unaotuonesha akiwa karibu na goli anakuwa na madhara sana kuliko Dipa, na akiwa Dipa wapinzani wanaweza ku-expose mapungufu yake. Chukulia mfano mechi na Fulham, goli anaofunga Emile Smith Rowe. Smith Rowe anapita kwa Bruno, anapita mpaka anaenda kumalizia nafasi. Mtoe Bruno pale, mweke natural central midfield player, atatrack ile run, ataenda kuzuia. Lakini Bruno ni kwa sababu that's not his game, atakuwa exposed. Sio professional kwenye hiyo kazi, yani sio sehemu yake ile. Angalia mechi na Man City msimu goli aliofunga Foden na kichwa. Foden yuko kwenye build up, yuko sawa na Bruno. Mpira unavyoenda kwa Doku, unamwona Foden ana make run kwenda kwenye penalty box. Bruno hawezi kumtrack. Bruno anaangalia kinachotokea mbele yake, angalia kinachotokea nyuma yake, kwa anakuwa exposed. Kwa tumemweka eneo ambalo mapungufu yake yanakuwa exposed, alafu strengths yake inakuwa minimized. Na that's our best player. Kwa nafikiri hata Dalot na Mazraoui wale ni natural fullbacks, are not wingbacks. Kuna muda kama watu wanaangalia vizuri game za United kwa utulivu, kuna mipira ambayo anaipata Dalot, Mazraoui na Patrick Dogu katika maeneo ambayo ukienda Liverpool ndio Gakpo na Salah wanapata mpira, ukienda Man City ndio Doku na sijui kina Bernardo anapata mpira. Yani maeneo ambayo wapinzani attacking players wao ndio wanapata mpira, kwetu sisi wingbacks ndio wanapata mpira. Hicho kitu kimetokea sana. Hata ukiangalia Patrick Dogu, kuna mechi nyingi kabla hajaanza kuweka bench hapa, alikuwa anaingia kwenye nafasi nzuri mara nyingi sana, lakini ukitaka kwa sababu yeye sio mshambuliaji, ukuta hizo nafasi azitumi vizuri. Cheka hii dhidi ya Man City, Patrick Dogu alipata mipira mingi ndani na nje ya penalty box la Man City mara nyingi kuliko Bryan Mbeumo. Imagine sasa. That should never happen. Hiyo takwimu impressive, yani manake hiyo mpira itakuwa haina faida, itakuwa ni hasara tu. Kwa tunawasema sana Dogu, tunamsema sana Mazraoui, tunamsema sana Dalot. At least Ahmad akipata anakuwa na madhara. Lakini hawa watatu tunawasema sana, lakini ukweli ni kwamba tunawahitaji wafanye vitu ambavyo, yani tunamhitaji Dogu awe Ryan Giggs, tunamhitaji Dalot awe Eden Hazard. How? Kitabata hakiwezekani. Lakini kwa Ahmad kwake inakuwa nzuri kwa sababu akicheza wingback anakuwa akifika yale maeneo, anafika maeneo ambayo ni ya winga, ambaye natural yeye ni winga. Lakini the opposite side sasa, the opposite side kwa Ahmad kwenye kuzuia. Umeona goli ambalo Nottingham Forest walitufunga, ambalo amefunga Gibbs White, mpira wa cross. Ahmad amekuwa eneo ambalo ndio Mazraoui anatakiwa awepo kuzuia. Nao tunamhitaji Ahmad awe Mazraoui, ama awe Dalot, ama awe Luke Shaw as a fullback. Naturally it is not his game kufanya vile, kwa matokeo yake anashtuka mpira tayari uko wavune. Kwa jinsi tunavyowatumia wachezaji, tunavyowa profile, wanakuwa katika maeneo ambayo they are not comfortable. Na ndio maana sasa hivi tunaona wachezaji mechi hii kacheza hivi, mechi hii kacheza hivi, mechi hii kacheza hivi, ni kwa sababu mfumo jinsi ulivyo, muundo unawahitaji wafanye vitu ambavyo naturally is not their game.